Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekataa ukosoaji wa vita vya Gaza na baadhi ya wanajeshi wa akiba wa jeshi la anga na kutaja tukio hilo kuwa lisiloweza kusameheka. Jeshi la Israel limesema kuwa litawafuta kazi wanajeshi wa akiba waliokuwa wametia saini barua ya kutaka kurejeshwa kwa mateka wa Israel kupewa kipaumbele badala ya kupigana na Hamas. Barua hiyo pia inasema mapigano ya sasa yamechochewa kisiasa na yatasababisha vifo vya mateka, wanajeshi wa Israel na raia wasiokuwa na hatia. Jeshi lilisema haliwezi kuruhusu wanajeshi wa akiba wanaohudumu kushiriki maandamano ya kisiasa. Israel ilianza tena kampeni yake ya angani na ardhini huko Gaza mwezi uliopita kupambana na kundi la wapiganaji la Hamas. Kutokana na hali hiyo, kumetokea maandamano ya raia baada ya kuanzishwa kwa mapigano ya miezi 18 iliyopita na linategemea sana marubani wa jeshi la akiba. Idadi kubwa ya waliotia saini barua hiyo ambao ni 970 imechapishwa katika magazeti ya Israel siku ya leo Alhamisi asubuhi. Baadhi yao ni wale wanajeshi wastaafu, lakini imeripotiwa kuwa kadhaa bado ni wafanyakazi. Barua hiyo pia haitoi wito wa kukataa kuhudumu, lakini inadai kurejeshwa kwa mateka wote, hata kama itamaanisha ni kwa gharama ya kusitisha uhasama kati ya Israel pamoja na kundi hilo la wapiganaji wa Hamas. Lakini ikumbukwe kwamba mpango wa Benjamin Netanyahu ni kuliondoa kabisa kundi hilo la Hamas. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo na baadhi yao wakitoka katika jeshi la Israel wanadai kwamba hadi sasa tangu mwaka 2023 ni asilimia 25 tu wamepata mafanikio juu ya kupambana na kundi hilo la wapiganaji la Hamas. Lakini bado hali ni tete na namna ya kupambana na kundi hilo na kumaliza watu wake wote ni vigumu sana, kwani kila kukicha kundi hilo la wapiganaji la Hamas linazidi kukua na linazidi kujitanua. Israel imeanza mapambano yake na kundi hilo kwa kuua baadhi ya viongozi wake. Idadi kubwa ya viongozi wa kundi hilo wameuawa, lakini kila wakiuawa kumekuwa na ongezeko la wengine ambao wanaibuka, hali ambayo inasababisha kutoamini kwamba kundi hilo watalimaliza. Jeshi la Israel lilianzisha kampeni ya kuangamiza Hamas na kujibu shambulizi la kuvuka mpaka ambalo halijawahi kutokea mnamo tarehe 7 Oktoba mwaka 2023, ambapo takribani watu zaidi ya 1200 waliuawa na wengine 251 walichukuliwa mateka. Hadi sasa zaidi ya watu 50,880 wameuawa huko Gaza tangu wakati huo, kulingana na Wizara ya Afya ya eneo hilo, ambayo imeeleza hali halisi ya namna watu wanavyouawa na wengine wanavyojeruhiwa. Lakini Israel, ambayo inapata msaada mkubwa kutoka nchini Marekani, inaamini kabisa kwamba ina uwezo wa kuwahamisha watu wa ukanda wa Gaza pamoja na kuliangamiza kundi la wapiganaji la Hamas. Hata hivyo, katika barua ambayo ilielezwa na kusainiwa na baadhi ya wanajeshi, imeeleza kwamba hali inavyozidi kwenda itasababisha kuuawa kwa hao mateka, lakini pia kusababisha vifo vya watu wasiokuwa na hatia baada ya Marekani kutangaza kwamba itaivamia Iran, lakini pia licha ya kuivamia Iran itaitumia Israel kama eneo kuu la mapigano, na hii ndio ambayo itasababisha idadi ya watu wengi wa Israel kuuawa na kujeruhiwa vibaya. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.